عيسى ابن مريم يا حبيب محمدي، بشرت يا روح الإله بأحمدي. فعلى البتول وابنها حلل الثناء، وسلامنا من متهم أو منجدي. بشرت يا روح الإله بأحمدي، صلى عليك الله في عليائه يا ابن البتول خليل كل موحدي. صلى عليك الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله وكفى، وصلاته وسلامه على المصطفى وعلى آله وأصحابه وللوفا. أما بعد, tumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye ametuwezesha mpaka sasa kufika katika episodi ya 12 tukizungumza maisha ya mtume wetu mtukufu Nabii Isa alayhi wa ala nabiyina salam, na tukaeleza mengi tu ambayo kwamba yanafungamana na maisha ya Nabii Isa alayhi wa ala nabiyina salam mpaka kufikia hapa tulipofikia kwamba Nabii Isa amezaliwa na sasa yuko katika malezi ya kulelewa na mamake alayha assalam. Baada ya mjadala ambao kwamba tulieleza katika episodi ya 11, baada ya mjadala baina ya watu wa Banu Israil kumjadili Sayyida Maryam na kuzungumza Nabii Isa udogoni ili aweze kulitakasa jina la mamake, baada ya mjadala huyo wa kuzungumza Nabii Isa, kuna wale katika wa kuamini waliamini kwamba kweli huyu mtoto ni wa kimiujiza, na kuna wale ambao kwamba walipinga kwa sababu ya hoja zao ambao kwamba walipinga. Na wengi ambao kwamba walipinga ilikuwa ni wamepinga kwa sababu walijua kwamba huyu ikiwa tutamkubali atakuja kuwa ni threat kwetu sisi na atakuja kutunyang'anya cheo ambao kwamba tuko nayo sisi hapa. Na ndio Mwenyezi Mungu katika suratul Maryam kuhusiana na mjadala huo, Mwenyezi Mungu akanukuu maneno akisema, dhalika Isa ibn Maryam, kwamba huyo ni Isa ibn Maryam, qaula alhaqi, qawli ya haki, alladhi ambaye kwamba fihi, katika hiyo qawli ya haki, yamtarun, wanatia shaka. Ma kana lillahi, hakuwa Mwenyezi Mungu, ama ma kana, haikuwa lillahi, nda Mwenyezi Mungu, ayattakhidha min waladin, Mwenyezi Mungu kuwa na mtoto. Subhana, utakatifu wa mawi ni wake, jumlatul itiradhiyya. Subhana, utakatifu wa mawi. Chunguza katika Qur'ani, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaposema subhana, huwa ni kitu ambacho kwamba chatoka katika misingi ya Kimola Subhanahu wa Ta'ala. Idha qadha amran, Mwenyezi Mungu anapopitisha jambo, fa innama yaqulu lahu, Mwenyezi Mungu liambia lile jambo kun, kuwa, fayakunu, ikawa. Wa inna Allaha rabbi, na hakika silinye, na hakika Mwenyezi Mungu rabbi ni mola wangu, wa rabbukum, na mola wenu, fa'buduhu, mwabudini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nabii Isa anawaambia hadha siratun mustaqim, hii ndiyo njia iliyonyooka. Fakhtalafa al-ahzabu min bainihim, wakakhtalifiana mapote, kuna vikundi vikakhtalifiana, kuna waloamini na kuna walofanya nini, walopinga. Na katika walopinga kama tulivyoeleza, wengi walikuwa ni viongozi wa dini, na viongozi wa dini wengi walipinga kwa sababu walijua huyu mtoto aweza kuja kuwa ni sababu ya kuondoshewa the red carpet ambayo kwamba iko chini ya miguu yetu. Heshima tunayoheshimiwa, namna tunavyotukuzwa, namna tunavyopendwa, namna tunavyojaliwa hapa, yawezekana huyu mtoto kwa haya ambayo kwamba tunayasikia, mamake kupata ujauzito pasina intervention ya mwanamume, na mtoto kuzungumza udogoni, yawezekana huyu mtoto atakuja kuwa ni mtukufu kutushinda sisi, iwe sasa watu wote wamemili kwake yeye, watu wote wamepondoka kwake yeye, watu wote wanamfuata yeye, sisi hatuna tena wafuasi wa kufanya nini, wa kufuata. Kwa hivyo tutakachokifanya kikubwa ni kumpinga huyu mtoto, kupinga na mama yake, kupinga na kitendo ambacho kwamba wamekuja nayo. Hawa ndio watu wa dini ambao kwamba walifanya hivi. Na ndugu yangu nakwambia, katika masala ya watu wa dini hakuna watu ambao kwamba ni wabaya kama watu wa kidini. Yani waloshika dini huwa pia wako na vituko vao, wako na mambo yao. Na haswa pia
katika watu wa kidini wenyewe wao kwa wao huwa wana chuki zao, wao kwa wao huwa wana wivu yao, wao kwa wao huwa wana kutokusikizana wao kwa wao. Ndio wenyewe akakwambia kwamba maustadhi ama mashekhe chuki zao za shinda hata chuki za wake wenza. Yani wao wenyewe wana fujo zao na chuki ambazo kwamba huwa wako nazo. Sasa hawa mapriest ambao kwamba walikuwa wakati Nabii Isa akizungumza na wayakasikia aliyoyazungumza Nabii Isa, ndo walikuwa watu wa kwanza kumpinga Nabii Isa, ambao kwamba kihakika ilikuwa inafaa kuwa hawa mapriest wawe ndio watu wa kwanza kumshika Nabii Isa na kumkubali Nabii Isa, kwa sababu haya ndio mambo ambayo kwamba wanayasomesha madrasa, hawa ndio mambo ambayo kwamba wanayasomesha misikitini, hawa ndio mambo ambayo kwamba wanasomesha wafuasi wao. Sasa ilikuwa hili likitokea iwe ni kama imekuja kwa aid, imekuja kutilia nguvu yale wanayoyasomesha, kwamba umeona Mwenyezi Mungu anaweza, umeona kwamba kuna kitu fulani, lakini la hasha wakalla, wao walifikiria malengo yao, malengo ya kidunia, kwamba huyu mtoto ni threat, huyu mtoto ni tisho katika maisha yetu, katika system tunavyoishi, kwa sababu wao wenyewe walikuwa ni watu corrupted, walikuwa tayari washai corrupt ile dini ya Mola Subhanahu wa Ta'ala. Ndio walikuwa na wasiwasi asija akawa huyu amekuja kutuweka sawa. Na kama nilivyokueleza, haya ni mambo ambayo kwamba yanatokea hata baina ya walimu wa dini. Utapata mwalimu wa dini yuko sehemu fulani na yuko na madarasa yake, atatokea mwalimu mwingine mfano akafungua madarasa eneo kama ile ambayo kwamba yeye yuko, utaona tayari wanaanza kuchukiana, kwa sababu waona kwamba mbona umekuja kufungua madrasa hapa? Sasa angalia, kuna wanafunzi wangu wanakuja kwako, ambako kuna watu walikuwa wanafaa kuleta wanafunzi wao kwangu, sasa imekuwa wanawapeleka kwako. Yani umekuwa ni threat kwangu mimi mpaka yapelekea chuki. Wakati haya yote utaona ni mambo ambayo kwamba yanapelekwa na ubinadamu, sio masala ya umungu. Kwa sababu kama ni masala ya umungu, ikiwa wewe kweli wafanya kazi ya Mungu, mtu mwingine anapofungua madarasa kando yako ama anapofanya kitu cha kheri karibu na wewe, wafaa ukasirike ama ufurahie? Maanake sasa umepata msaidizi wa kuongoza watu kupeleka kwa nani? Kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala. Mbona ukasirike? Wakasirika kwa sababu kuna malengo yako ya kiulimwengu katika yale ambayo kwamba unafanya nini, unayafanya. Na ndio hawa mapriest, hawa mapadri, hawa viongozi wa dini wakakasirika kwa kuja Nabii Isa, na wakaamua sisi ni kumpinga kufa kupona. Wakapinga na wakamuita mwanaharamu na wakaita Saida Maryam kwamba ni kahaba, ni mwanamke ambaye kama amepata mtoto nje ya ndoa. Na hoja yao kubwa ilikuwa ni kwamba hakuna mtu aweza kupata mtoto bila intervention ya nani? Ya mwanamume. Kisha mwisho katika hoja walotoa kwamba huyu mtoto basi babake yaweza kuwa ni nani? Maanake mkimuita huyu Maryam ni kahaba na huyu Nabii Isa ni mwanaharamu, lazima itapatikana kuna mtu alosababisha huyu mwanaharamu kupatikanwa. Wakasema msikitini huyu Saida Maryam alikuwa msikitini akikaa na mtu akiitwa Yusuf. Wakamsingizia yule Yusuf Najjar, ambaye kwa maana yeye pia alikuwa akikaa msikitini kama nani? Kama Saida Maryam. Na ndio hapo katika baadhi ya vitabu vya dini zingine wakasema kwamba Yusuf hapa akamchukua Maryam, ndio asili ya kumuoa na baadaye wakazane watoto wengine. Hii version iko kwa dini zingine, lakini kwetu sisi ni kwamba la, Yusuf Najjar alisingiziwa tu kwamba wewe ndio babake huyu mtoto sasa, kwa sababu hakuna venye mwanamke aweza kupata mtoto bila nani? Bila baba. Na ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema kwa kauli walizozitumia wale viongozi wa dini, Mwenyezi Mungu akatuambia sisi katika Qur'ani, wa bikufrihim wa qawlihim ala Maryama buhtanan adhima, katika suratul Nisa. Wa bikufrihim, na kwa ukafiri wao, wa qawlihim, na kauli zao walizozizungumza, ala Maryama, juu ya Maryam, kumsingizia Maryam, buhtanan, ni uzushi, adhima, ambao ni mkubwa, uzushi mkubwa sana, kwa sababu Saida Maryam hakuwa ni kahaba, hakuwa ni mwanamke mbaya, wala hakudarwa na mwanaume wote. Hii ni katika mipango ya Mola Subhanahu wa Ta'ala, linaj'alahu ayatan linnas wa rahmatan minna. Naam, walokubali hawakumuita Mungu. Hawa ni wale wabaya tumezungumza, walopinga tangu mwanzo kwamba la, haiwezekani huyu kuwate amepata mtoto bila mwanamume. Lakini wale walokubali kwamba
kweli huyu yawezekana kwa sababu ya background ya familia yake na yeye mwenyewe namna alivyokuwa na mazungumzo yale yazungumza huyu mtoto, yawezekana kwamba hili jambo lilifanyika. Sasa je, waliokubali waliitakidi kwamba Nabii Isa ni Mungu ama ni mtoto wa Mungu hapo hapo? Nakwambia la, itikadi ya Nabii Isa kuwa Mungu ama mtoto wa Mungu haikuanza immediately alipozungumza ama wakati yeye akiwa hai. Itikadi hii ilikuja miaka takriban 40 ama 50 ama 60 baada ya kupaishwa Nabii Isa alayhi wa ala nabiyina salam, na itikadi hii ilikuja na bwana mmoja akiitwa Paul. Kama tutakavyokuja kueleza katika episode za mbele, tutakueleza corruption ambayo kwamba Paul aliingiza katika nini, katika Ukristo, na hasa Ukristo unaofuatwa sasa hivi sio Ukristo wa Nabii Isa alayhi wa ala nabiyina salam, bali ni Ukristo wa Paul. Nabii Isa alayhi salam akapata malezi pale Jerusalem. Baada ya mjadala kupita na kila kitu, Nabii Isa akapata malezi mazuri pale Jerusalem, lakini hakukaa sana Jerusalem. Alipata malezi mazuri mpaka kufikisha takriban miaka 4. Alipofika miaka 4, Nabii Isa na mamake wakasafiri kutoka Jerusalem wakaelekea sehemu za Misri. Na kwa nini walienda Misri? Kwa sababu ilikuwa bado kuna hali ya mshike pale katika Jerusalem. Bado ilikuwa watu hawajakubali kabisa mazazi ya Saida Maryam. Bado ilikuwa wale viongozi wa dini wako na mbinu na njama fulani na Nabii Isa pamoja na nani, na mamake, kwa sababu walikuwa hawajakomeka na ile kuzungumza Nabii Isa. Walikuwa watafuta ni namna gani tutaweza eliminate, kumuondosha huyu mtoto, kwa sababu ikiwa huyu mtoto tutamwacha mpaka agro, ikiwa aliyafanya haya akiwa mdogo, basi akiwa mkubwa atafanya makubwa zaidi, na itakuwa sasa ni arun alaina, itakuwa ni aibu kwetu sisi, kwa maana sisi ndio viongozi, sisi ndio mabonyenye tunakubalika katika nini, katika mji kama huu. Huyu mtoto atakuja kutuharibia ugali ambao kama sisi huwa tunapata. Kwa hivyo Saida Maryam alipoona kwamba mambo bado hayajatulia, bado hajakubalika katika jamii, na mwanawe pia hajakubalika katika jamii, Saida Maryam akaamua kusafiri kwenda nchi jirani ya Misri. Na katika baadhi ya kauli kama ilivyokuja katika The Gospel of Matthew katika New Testament, yasemekana kwamba mfalme ambaye kwamba alikuwa wakati wa Nabii Isa akiitwa King Herod, alikuwa ameota ndoto kwamba ufalme wake utaondoka kupitia mikono ya mtoto. Akaoda watoto walozaliwa mwaka ule, watoto wafanye nini? Wauawe, hasa watoto wa kiume, kama kule kwa Firaun na Nabii Musa alayhi wa ala nabiyina salam alivyooteshwa, akachinja watoto wote ambao kama ni wa kiume wa Banu Israeli. Kwa hivyo na huyu King Herod inasemekana kwamba na yeye pia alikuwa ameona vision, alikuwa ameona ndoto. Hii ndoto ni kama kwamba ufalme wake utaondoka kupitia mtoto ambaye kwamba amezaliwa hivi karibuni. Akaoda watu waanze kuuliwa, na ndio ikawa sababu ya Saida Maryam kuchukua mwanawe, wakatoka na yeye kuelekea wapi? Kuelekea Misri, na wakakaa kule Misri miaka takriban 12, tangu Nabii Isa kwa miaka 4 mpaka kufikisha miaka 12, ama wakakaa miaka 12 kule. Herod alikuwa ni mfalme ambaye kwamba alikuwa yeye ni Myahudi na alikuwa ni mfalme wa ile eneo la Jerusalem, lakini alikuwa ni mfalme ambaye kwamba yuko chini ya amri ya Waroma, kwa sababu wakati hiyo Roman Empire ndio ilikuwa kitawala, na Romans wenyewe walikuwa sio Mayahudi, ni Romans, sio Mayahudi. Lakini kwa sababu ya ile kuchunga ufalme wao, walikuwa wamegawanya zile sehemu. Kwa hivyo Herod alikuwa ni kama governor, amewekwa pale Jerusalem, kwa sababu Jerusalem ilikuwa imejaa Mayahudi. Jerusalem ya Palestine ilikuwa imejaa Mayahudi ambayo kwamba wako ndani ya nini? Ndani ya Palestine. Kwa hivyo sasa pale ikabidi ipatiwe governor ambayo kwamba ni ya kabila yao, lakini governor mwenyewe bado ana report kwa nani? Ana report kwa Caesars ambayo kwamba ndio alikuwa mfalme wa nini? Wa the Roman Empire, ambapo kwamba hii inaitwa syncretism. Nchi mfano kama sasa hivi tuweza kusema kuna nchi kama Chechnya. Chechnya ni nchi na wako na rais, lakini rais wa Chechnya ana report chini ya rais wa nani? Wa Russia. Ama Zanzibar pia
kuna rais wa Zanzibar, lakini ana report chini ya rais wa wapi? Wa Tanzania bara, Tanzania yenyewe kubwa. Kwa hivyo na huyu Herod pia alikuwa ni king ambaye kwamba alikuwa pale Jerusalem mwenyewe akijiita king, lakini kiukweli alikuwa ni governor. Alikuwa ni akiwa governor wa pale Jerusalem akireport katika the Roman Empire, lakini alikuwa yuko pale Jerusalem na alikuwa ni mtu mkorofi, ni mtu mbaya, akipiga, akiua, akichoma, akaleta ushirikina mwingi pale ndani ya mji wa Jerusalem, na alikuwa akihisi threat yoyote kwa mtu yoyote. Yani kuna mtu labda kuna revolution ya kisiasa ama kwamba inaanza, alikuwa akiua bila kuhesabu, yani kanyaga, maliza, kwa sababu ya kuprotect nini? Kuprotect ule ugavana wake ama ule ufalme wake. Na wenyewe Banu Israel, wenyewe Mayahudi walikuwa hawampendi huyu Herod kwa sababu ya yale ambayo kwamba alikuwa akiwafanyia. Na huyu Herod alitawala miaka 37 kabla ya kuja Nabii Isa na miaka 4 baada ya kuzaliwa Nabii Isa alayhi wa ala nabiyina assalam. Nabii Isa alipokaa kule Misri miaka 12, baadaye akarudi zake Palestine. Lakini aliporudi Palestine hakulenga mji wa Jerusalem kwa sababu ya politics ambayo kwamba iko kule, kwa sababu Jerusalem ilikuwa ndio hot point ya nini, ya politics zote za Mayahudi na Roman Empire ilikuwa imelengwa pale Jerusalem kwa sababu ya Masjid al-Aqsa. Kwa hivyo Nabii Isa waliporudi, mamake akaona ni vyema nisilenge kule Jerusalem kwa sababu ya ile politics ya huko, na haya ninayoyaona kwa mtoto wangu aweza kuwa ni target. Kwa hivyo wakalenga mji ambao kwamba ulikuwa unaitwa Nazareth. Wakatoka kule wakaenda Nazareth, na kule Nazareth ilikuwa kuna mtu akihubiri kule akiitwa Yahya. Nabii Yahya alayhi wa ala nabiyina salam, kulingana na Biblia akiitwa John the Baptist. Na kwa nini walilenga Nazareth kule? Kwa sababu Nazareth kwanza ilikuwa ni mji wa kimaskini, kitu cha kwanza. Kisha ilikuwa ni kuchafu. Kitu cha pili, ilikuwa hakuna uongozi kule, ilikuwa hakuna ugavana yoyote ambaye kwamba iko kule, yani ni watu wamewachwa wanaishi tu. Kisha ilikuwa ni mji wa kidini. Kwa nini ni mji wa kidini? Kwa sababu ni mji uko chini ya himaya, chini ya uongozi wa Nabii Yahya alayhi wa ala nabiyina salam. Nabii Isa alipofika huko akakutana na kazini yake Yahya alayhi wa ala nabiyina salam, na akaendelewa kulelewa kule pamoja na kazini yake na kuishi kule, na akawa anahudhuria katika darasa ama katika mahubiri ya huyu ndugu yake Yahya alayhi wa ala nabiyina assalam. Sayyida Maryam akawa pia ana upelelezi wa karibu sana na Nabii Isa alayhi wa ala nabii salam, akimpeleleza, na Sayyida Maryam alikuwa akijua kwamba huyu mtoto wake lahu sha'nun fil mustakbar, kwamba huyu mtoto wake ana mambo makubwa ambayo kwamba inamsubiri kule mbele. Ndio alikuwa hapendi mtoto wake akae mbali na maangalizi yake, mbali na macho yake. Ndio Qur'ani yatuambia idh qalatil malaikatu ya Maryam inna Allah yubashiruki bikalimatin minhu ismu Masih Isa ibn Maryam. Qur'ani ikatuambia nini? Wajihan fi dunya, kwamba atakuwa ni muheshimiwa. Kwa hivyo Sayyida Maryam alikuwa anajua mtoto wake atakuwa ni muheshimiwa duniani na wapi? Na akhera. Na vile vile Sayyida Maryam alipewa bishara udogoni, alipoambia wayukallimu nasa, kwamba mtoto wako atakuwa akiwazungumzisha watu fil mahdi, katika cradle ama udogoni, wakahla, na utu uzimani, wa min salihina, na atakuwa ni katika watu wema, kama ilivyokuja katika suratul Imran. Wayuallimuhu alkitaba, Sayyida Maryam pia aliambiwa bishara kwamba tutamfundisha huyu mtoto kitabu, wal hikmata, na hikma, wat taurata, na taurat, wal injil, na injil. Baadhi ya wanazuoni wanasema alkitab ndio taurat na hikma ni injil. Wa rasulan ila bani Israil, atakuwa ni mtume, tutamtuma kwa banu Israil. Kwa hivyo Nabii Yahya na Nabii Isa alayhi salam atakauelewa kwamba mimba yao iliingia almost wakati mmoja. Tofauti ambayo kwamba iliyoko baina ya Nabii Yahya na Nabii Isa alayhi wa ala nabiyina salam ni miezi 6 peke yake. Kwa hivyo walizaliwa tofauti ya miezi 6, lakini wakalelewa pamoja, na ndio mtume salawatullahi wasalamu alayhi, ndio mitume waliopewa risala wakiwa wadogo. Hawa wawili wana mambo mengi ambayo kwamba wanafanana. Mitume waliopewa risala wakiwa wadogo kabla ya miaka 40 ni Nabii Yahya na Nabii Isa alayhi wa ala nabiyina salam, na muda wa mmoja kuuawa na mwingine kupaa ni muda mdogo sana. Yani baina ya Nabii Yahya kuuliwa na Nabii Isa kuchukuliwa na Mola Subhanahu wa Ta'ala takriban labda ni miaka 3, ikienda sana miaka 4.
Baada ya kuuliwa huyu na huyu kidogo pia akataka kuuliwa, ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamuokoa. Hata Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoenda Isra wal Miraj aliwakuta hawa ndugu wawili wako sehemu moja, kumaanisha hawa ni watu wa mashrab mmoja. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi akisema, fa idha ana bibnai khalati, ghafla mimi niko kwa watoto wa madada wawili, Isa bin Maryama wa Yahya bin Zakaria. Isa bin Maryam na Yahya bin Zakaria salawatullahi wa salamuhu alayhima, rehma za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala iwe juu yao. Maisha yao yote hawa wamekuwa pamoja tangu duniani mpaka kuondoka, mpaka huko waliko katika mbingu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewajalia bado wako pamoja katika mbingu ya pili. Hapa tutasoma kitu gani? Hapa tutasoma umuhimu wa kutunza undugu, kitu ambacho kwamba kimekosekana sasa hivi katika mujtama. Sasa hivi kupata ndugu wawili katika familia wanazungumzishana, basi ni ajabu katika familia. Siku hizi imekuwa ni sunna ya uhai, sunna ya ulimwengu, kwamba ndugu kuteta, ndugu kupigana, ndugu kukosana, ndugu kutoelewana. Lakini angalia, soma maisha ya Nabii Yahya na Nabii Isa alayhi wa nabiyina salam, namna walivyokaa pamoja tangu duniani mpaka kuondoka. Pia hawakuachana sana, na huko walikoenda Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, nimekuta ndugu wawili katika pepo ya pili, katika mbingu ya pili, wako pamoja, hawakuachana. Namna ya kuonesha kushika undugu na kuwa na undugu na kushikana kama mandugu na kufanya kazi pamoja na kuinuana kimaisha na kukaa katika nyumba moja bila kugombana ama kupigana. Nabii Yahya alayhi wa nabiyina salam alipopewa da'wa, kitu cha kwanza ambacho kwamba alikuwa akifanya yeye, alikuwa ni mtume, lakini alikuwa si mursal, alikuwa ni nabii, na alikuwa anafanya da'wa, ambapo dawa yake ilikuwa ni mashambani. Yeye Nabii Yahya alayhi wa nabiyina salam aliepuka miji mikubwa ambayo kwamba iko na maendeleo na ufalme na ugavana. Nabii Yahya alikuwa endi huko, yeye alibaki kule mashambani. Hata wenyewe wakimuita the prophet of the wilderness, yani mtume wa mashambani, akilenga kule mashambani. Na ndio utamuona alikuwa kule Nazareth kwa sababu ni mashambani, sehemu ya maskini. Yeye alikuwa amelenga kule kwa sababu ya politics iliyokuwa imechemka katika miji. Yeye akaona bora zaidi mimi nikae wapi? Nikae huko. Nabii Isa alayhi wa nabiyina salam katika kukulia kwake akawa ni miongoni mwa wafuasi wa Nabii Yahya alayhi wa nabiyina salam, na akawa ni katika wanafunzi wa Nabii Yahya alayhi wa nabiyina salam, na akawa anamsaidia katika da'wa, bali akihudhuria katika midahalo yake, na vile vile akihudhuria katika mijadala Nabii Yahya anapohubiri, na Nabii Isa pia anakuwa yuko pamoja. Na kwamba Nabii Yahya alikuwa akijua kwamba Nabii Isa alayhi wa nabiyina salam ana mambo ambayo kwamba yatakuja kumshinda yeye Nabii Yahya alayhi wa nabiyina salam, lakini ni muda tu, ilikuwa bado haujafika muda wa Nabii Isa alayhi wa nabiyina salam. Na hapa pia kuna ya kuonesha wewe kwamba masikizano ambayo kwamba walikuwa nayo na makubaliano walikuwa nayo. Nabii Yahya alikuwa akimheshimu Nabii Isa alayhi wa nabiyina salam, na Nabii Isa akimheshimu Nabii Yahya alayhi wa nabiyina salam, kwa sababu wajua wote ni ndugu na kalima yao ni la ilaha illa Allah. Kalima yao ni kwamba ni'budullaha wattaquhu wa ati'un, kwamba muabuduni Mwenyezi Mungu na nimche Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hii ndio risala ambayo kwamba inafaa kuwa na viongozi wa dini, kupendana, kushirikiana, kushikana na kufanya kazi pamoja, sio kuchukiana na kupigana na kuanza kutoleana majina na kutukanana katika mamimbar. La, angalia, pamoja na kwamba Nabii Yahya itikadi yake yajua kwamba Nabii Isa atakuja kuwa ni mtukufu kunishinda mimi, lakini bado Nabii Isa ajua kwamba yeye ni mtukufu kuliko Nabii Yahya, lakini alikuwa akikaa chini akisubiri wakati wake. Na Nabii Yahya naye ajua kwamba Nabii Isa atakuja kunishinda mimi, lakini vile vile akimheshimu. Namna ya kuheshimiana. Hata hapa kuna kisa, safari moja Nabii Isa na Nabii Yahya walikuwa wakijadiliana. Nabii Isa akamwambia Nabii Yahya kwamba niombe dua. Nabii Yahya akamwambia, mimi nitakwambia vipi dua sasa? Wewe utakuja kuwa wewe ni kalima ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mimi nitakwambia vipi dua? Nabii Isa akamwambia Nabii Yahya alayhi wa nabiyina salam, wewe ni mtukufu kunishinda, nataka uniombee dua. Nabii Yahya akamwambia, mimi utukufu wangu vipi na kuwa mtukufu kukushinda? Nabii Isa akamwambia, wewe Mwenyezi Mungu alikuambia wewe
kwamba wasalamun wasalamu alayhi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'athu hayya, kwamba amani iwe juu ya Nabii Yahya siku amezaliwa, siku atakufa na siku atafufuliwa. Mungu mwenyewe asema amani iwe juu ya Nabii Yahya. Nabii Isa akamwambia Yahya, ama mimi Mwenyezi Mungu hakusema amani juu yangu, mimi ndo nilosema wasalamu alayya, amani juu yangu mimi. Sasa waona, mimi nilijiombea dua, wewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alikupatia. Kwa hivyo wewe ni mtukufu kunishinda mimi niombee dua. Angalia namna ndugu wawili walivyokuwa wakipendana na walivyokuwa wakitangulizana, pamoja na kwamba kuna tofauti baina yao, lakini wakiheshimiana, wakijuliana, wakitangulizana, wakicheza pamoja, wakifanya kazi pamoja. Nabii Isa alikuwa akienda pia katika vikao vya kielimu na akiwashangaza watu sana katika elimu yake ya Taurat, kwa sababu tayari alikuwa ni mdogo, lakini tayari ashakuwa ni mwanachuoni. Hata akihudhuria katika darasa fulani ambazo kwamba viongozi wa kanisa wakifundisha kitabu cha Taurat, Nabii Isa alikuwa saa zingine akiwatoa makosa, akaambia hapo si hivyo, hapa ni hivi, hapa ifai kwa hivyo, hapa ni hivi, hapo umekosea, hapa ni hivi. Yani mpaka ikawa watu wanashangaa, huyu mtoto mdogo hivi, kwa sababu elimu ya Taurat na elimu ya dini zama hizo ilikuwa imezoeleka, wazee ndio wako nayo, vijana walikuwa hawana. Sasa huyu ni kijana mdogo, hajafika hata miaka 30, arekebisha mashekh wa Banu Israil, ulama wa Banu Israil, anawarekebisha kwa namna ambayo kwamba hata walohudhuria wenyewe wasema kweli huyu mtoto yuko sawa. Kwa hivyo elimu yake ikawa ishaanza kuonekana, ishaanza kujulikana, watu washaanza kujua kwamba huyu ana mambo ambayo kwamba atakuja kutuletea siku za usoni. Inshallah, mpaka hapa tukome katika halaka yetu hii ya 12, na halaka ya 13 tutaizungumzia da'wa ya Nabii Isa alayhi wa ala nabiyina salam. Wa hadha, assalamu alaykum wa la afwa minkum. عيسى ابن مريم يا حبيب محمدي، بشرت يا روح الإله بأحمدي، صلى عليك الله في عليائه